Hapa tukitazama na tumeshasikia kwa wanawake wa Katoliki wao wanawawata chipukizi. Ndio. Kwa malengo hasa ya kumwandaa huyu mtoto wa kike ambaye anazidi kukua baadaye aje kuwa mwanamke Mkatoliki ambaye amelelewa katika misingi ya wanawake wa Katoliki. Vipi kwa wanaume wa Katoliki ikoje? Basi kama kama sio miwili mitatu ya nyuma iliyopita, Baba Askofu aliona ili ombwe la vijana. Na hasa alitusi wanaume wa Katoliki kama WAWATA wameanzisha WAWATA chipukizi. Ninyi wanaume mbona sisikii chochote? Basi baada ya tamko hilo sisi wanaume wa Katoliki tukaitafakari. Baada ya tafakari hiyo kuu kwa mwaka juzi tukaanzisha na tukazindua rasmi UVIWAKA, yani sisi tunaita utume wa vijana wanaume wa Katoliki. UVIWAKA, utume wa vijana wanaume Katoliki. UVIWAKA. Na uzinduzi huo tuliufanya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2024, na tulipata bahati wakati huo Baba Kibozi askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma ndio tayari alikuwa ameshawekwa wakfu wa kuwa askofu. Kwa hiyo ndani ya kitu chake nakumbuka kikubwa baada ya kupata nafasi hiyo ni uzinduzi wa UVIWAKA. Basi baada ya tafakari tukasema UVIWAKA tuwachukue vijana wa kuanzia miaka 14 ambao hata kwenye viwawa wale kwenye katiba ya viwawa vijana miaka 14 mpaka 18 wanawatambua kama viwawa. Ndiyo. Lakini hawana nafasi ya kupiga kura wala kupigiwa kura wala kuwa na maamuzi katika viwawa. Tukasema basi hawa vijana nao wanahitaji malezi ya msingi. Kwa hiyo tukasema tutatembea nao katika malezi na kuanzia miaka 18 mpaka miaka 30. Ndio. Tukasema nao tutawaweka kwenye UVIWAKA tukiwa na maana tunawachukua wale vijana ambao bado ni wategemezi kwenye familia. Vijana hao tunasema ni wategemezi. Unajua mpaka leo hii tuna vijana, tuna watoto wetu ambao ni wanavyuo. Ndio. Wanakutegemea we baba. Ni kweli. Hana vitu muhimu, atakupigia simu, baba nahitaji hiki. Ana hiki atasema hivyo. Lakini hata bado kuna wale ambao bado wako nyumbani, wamemaliza vyuo, hawajapata ajira. Wale bado ni watoto wetu, tunawalea, wako nyumbani. Kwa hiyo tukasema kwa sababu bado wako chini yangu kama baba, kama mlezi wa familia. Kwa hiyo hawa bado nao wanahitaji miongozo. Na kwa staili nyingine ambayo tunaichukulia kama Dodoma Jimbo Kuu Katoliki, tukasema pamoja na huo muongozo, hawa vijana wanahitaji kushikwa mkono kuelewa mambo ya kanisa. Ni kweli. Ndio. Na ukiangalia kweli wengi wanapenda kujua mambo ya kanisa. Lakini nani anawaeleweza kwa undani zaidi? Wengi wanaingia kwenye mitandao, lakini mitandao hiyo hawasomi vile ambavyo vinatakiwa kwenye kanisa. Kumbe tunatakiwa kuwafundisha pia ni nini cha kuchambua ambacho kinawafaa kwa sasa hivi. Na nini akipaswe kuwepo kukifahamu. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu, na bado tuko kwenye mchakato wa kuweka utaratibu mzuri wa malezi haya. Kwa sasa hivi tamko ambalo tumelitoa kama UWAKA jimbo uongozi kwamba tunawaomba viongozi wa maparokia yetu, viongozi wa kanda, viongozi wa dekania, lakini viongozi wa jumuiya, hebu vijana wetu wakija likizo kutoka vyuoni, kutoka shule, waweke utaratibu wa kuwakusanya na kuongea nao. Japo mara moja kwa mwezi. Na waita, ingawaje wengi wanakuja kukaa mwezi mmoja tu. Hiyo mara moja kwa mwezi ni wale ambao wanasoma day. Ndio. Lakini wale ambao wanakuja wajitahidi wakija likizo kuwe na programu ya kila wiki. Kila wiki. Wajitahidi kufundisha vijana. Naweza nikakupa mfano mzuri kwenye parokia yetu. Mimi natoka parokia ya Makole. Ndio. Baba paroko ameanza utaratibu huo wa kukutana na vijana. Na ameanza nadhani kama wiki 3 zimefika sasa. Lakini Keindege, parokia Keindege, wao na program nzuri kabisa ambayo wameweka kwa makundi mbalimbali vijana kuwafundisha kwa umri. Na kwa sababu muda wenyewe hauruhusu, ningeweza kuweka zile
miongozo ya hizo parokia. Lakini kwa sababu tunazungumza swala la kijimbo, basi bado tunaendelea kusisitiza. Ndiyo. Na tutafanya sasa utaratibu maalumu wa uzinduzi maalum sasa wa ile programu ya malezi. Tutakuwa na tukio hilo kule parokiani Mpwapwa, dekania ile ya Bikira Maria wa Rudi, tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka huu. Na kama mlimsikia Baba Kibozi ameitangaza na kualika wanaume wote wa Katoliki kwenye misa ya shukrani hiyo tarehe 5 mwezi wa 12. Katika misa hiyo ya shukrani, basi jambo kubwa la msingi ambalo tutalifanya siku hiyo, pamoja na uzinduzi wa huo muongozo wa malezi ya vijana kijimbo. Asante.